We thank God this evening Mshukuru Mungu jioni ya leo for giving us an opportunity to be in the house. kwa kupatia nafasi ya kuwa katika nyumba. The Lord has been gracious to us Bwana Mungu amekuwa na neema kwetu in the year 2022. katika mwaka wa 22. We have a reason to thank him. Tuna sababu ya kumshukuru. We attended many funerals, Tulihudhuria mazishi mengi and those people were just like us. na watu wale walikuwa tu kama sisi. And we are here in the year 2022. Na tuko hapa mwaka wa 2022. Amen. Amen. We need to thank God. Tunastahili kumshukuru Mungu. Amen. Amen. We need to tell him thank you. Tunastahili kumwambia asante. As we sing a song saying, talking of thanking God Tunapoimba wimbo wa kumshukuru Mungu for 3 minutes. kwa dakika 3. Tell him thank you for this year. Mwambie asante kwa mwaka huu Commit it to the Lord. na upatiane kwa Mungu. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Nasema asante. Lift up your hands to Waweni heaven. mikono yenu kuelekeza mbinguni. Thank you, Jesus. Nasema asante Oh, yes. kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Nasema asante. Nasema asante. Oh, kwa Mungu wangu. Nasema asante. Oh, kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele, milele na milele. Amina. Kwa maana fadhili zako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Father, we thank you this evening. Bwana kushukuru usiku wa We leo. worship your holy name. Tunaliabudu jina lako Thank takatifu. you for the year 2022. Asante kwa mwaka wa 22. We are here, Jehovah God, Tuko hapa ewe Bwana. thanking you for keeping us. Tukikushukuru kwa kutuweka. Thanking you for the grace, Tukikushukuru kwa neema. the honor to be alive. Maisha ambayo umetupa. It is your doing, O God. Hata ni tendo lako Bwana. We thank you, Jehovah. Tunakushukuru We Jehova. never did anything Hatujafanya chochote to make us deserve ili kutusababisha tuhitimu the grace we have experienced, ile neema ambayo tumepata, but by your doing, lakini kwa neema yako we are here living and breathing, tuko hapa tukiishi na upendo, talking about your greatness. tukiongea kuhusu ukuu wako. Father, we thank you. Bwana tunakushukuru. Father, we honor you. Bwana tunakuheshimu. Father, we lift you. Bwana tunakuinua. We say thank you, God. Tunasema asante Mungu. We have a reason to thank you. Tuko na sababu ya kukushukuru. Thank you for salvation. Asante kwa wokovu. Thank you for health. Asante kwa afya nzuri. Thank you for provision. Asante kwa utoshelezi. Thank you for the grace. Asante kwa neema. Father, we lift you Baba tunakuinua and we honor your name. na tunaliheshimu jina lako. Receive all the glory. Pokea utukufu wote. Receive all the honor. Pokea heshima yote. Thank you, God. Asante Mungu. Lift up your hands to heaven. Inua mikono yako kuelekeza mbinguni. Our Father, in Jesus' name, Baba yetu kwa jina la Yesu. we thank you for the gift of life, Tunakushukuru kwa sababu ya zawadi ya uzima. gift of salvation, Hata zawadi ya wokovu gift of healing. na kipawa cha uponyaji. We thank you, God. Asante Bwana. Thank you for the new year. Asante kwa mwaka mpya. It is still a young year.
Ni mwaka ambao ni mchanga. And we thank you, God, Na tunakushukuru Mungu. as we lay a foundation for this month Tunapoweka msingi wa mwezi huu and for the year. na wa mwaka. We commit it unto you, Lord, Tunauweka kwako Bwana. that we may start in your presence, Ya kwanza tukaanze katika uwepo wako. continue in your Na presence, tuendelee katika uwepo wako. and end the year in your Na presence. tukamalizie mwaka katika uwepo Help wako. us to understand Tusaidie kuelewa the theme of this month, ile mada ya mwezi huu, the theme of this year, ile mada ya mwaka huu, that it may become a reality ya kwamba ikawe halisi in the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Help us, Jehovah God, Tusaidie ewe to Jehova understand the purpose of resounding our vision, kuelewa kusudi ya kurejelea maono yetu, receiving spiritual breakthrough, tukipokea upenyo wa kiroho hearing the voice of God, na kusikia sauti ya Mungu, seeing the church getting established, na tukiona kanisa likithibitishwa, experiencing family establishment, tukipata kuthibitishwa kwa jamii, dominion in economic matters, na utawala katika hali ya kiuchumi, dominion in physical health, utawala katika uponyaji wa miili yetu, dominion over the forces of na darkness. utawala juu ya nguvu za giza. Make it a reality in our lives, Ukaisababishe hiwe ya halisi katika maisha yetu, and we shall give you glory. na tutakupatia utukufu. Receive our sacrifice of thanksgiving. Pokea dhabihu zetu za shukurani. Receive it from us, O God. Ipokee kutoka kwetu wewe Bwana. We are grateful. Sisi tuna shukurani. We are full of gratitude. Tumejawa na shukurani. We thank you, God. Tunakushukuru Mungu. You've kept us. You are keeping us. Umetuhifadhi na unatuweka. And you shall keep us, O God. Na utatuweka Mungu. I speak the grace of preservation. Ninaongea neema ya kuhifadhiwa. Preserve everybody associated with this altar. Hifadhi kila mtu ambaye anahusiana na madhabahu haya. Let them live to experience your presence. Wacha wakaishi ili wakapate uwepo wako. Let none lose anything. Wacha pasiwe na mmoja wa kupoteza We are chochote. speaking preservation. Tunaongea kuhifadhiwa. And every demonic power Na kila nguvu ya kipepo that comes to steal people's joy, baya inakuja kuiba furaha ya watu, we break it this evening tunaivunja usiku wa in the leo mighty name of the Lord. kwa jina kuu la Bwana. There shall be joy in the house. Utakuwa na furaha katika There nyumba. shall be provision in the house. Utakuwa na utoshelezi katika There nyumba. shall be breakthrough in the house. Utakuwa na upenyo katika nyumba. There shall be healing in the house. Utakuwa na uponyaji katika nyumba. And every need which has been presented to you, Na kila hitaji ambalo limepeanwa kwako, we pray that this year tunaomba kwamba mwaka huu the need is going to be met hitaji hilo litakutanwa in nalo the mighty name of the Lord. kwa jina kuu la Bwana. Thank you for hearing the cry of the saints Asante kwa kusikia kilio cha watoto and for keeping them. na kuwahifadhi. We thank you, God, Tunakushukuru Mungu and we honor you. na tunakuheshimu. As we share the word, Tunaposhiriki neno, we ask you to speak to us tunakuuliza ukanene nasi in a very special way. kwa njia spesheli. In Jesus' name we pray and believe. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Give the Lord a hand clap. Pigia Yesu makofi. Amen. Amen. Thank you. Asanteni. Thank you, worship team. Asanteni kikundi cha God kuabudu. bless you. Mungu awabariki. Those watching from home, Wale ambao mnatazama kutoka nyumbani, welcome to the session of the word. karibuni kwa sehemu ya neno. We have 7 areas of dominion Tuna maeneo 7 ya utawala as we resound the vision. tunaporejelea maono. And we said when we resound the vision, Na tukasema tunaporejelea maono, we are going to experience what we are calling family establishment. tutapata kile ambacho tunakiita kuthibitishwa kwa familia. The family is a very important unit, Familia ni kitengo ambacho ni cha muhimu sana. and we need to secure the family. Na tunahitaji kupigania kuhifadhi familia. We fight until we secure it this year. Tuipiganie mpaka tuilinde kabisa katika mwaka huu. So I want to deal with few issues, Kwa hivyo ningependa kushughulikia mambo kadhaa and we are going to pray. na tutaenda kuomba. So there will be a teaching. Na hivyo basi kutakuwa na mafundisho. I said on 31st Nikasema tarehe 31 that there shall be peace, kwamba kutakuwa na amani,
prosperity, na ufanisi breakthrough, na upenyo and salvation in the family. na wokovu katika familia. Those 5 components: Yayo mambo muhimu matano: peace, salvation, amani na wokovu, prosperity, and breakthrough. They are 4. ufanisi na upenyo ni manne. When we have dominion Tunapopata utawala in the family circles, katika maeneo na mzunguko wa familia, that will become a reality. sasa hiyo inafanyika halisi. The following blessings found in Deuteronomy 28 verse 1 to 14 belong to the family. Baraka zifuatazo zinapopatikana katika Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 14 zinapatikana katika familia. NIV, when you look at these scriptures, Ukiangalia maandiko haya, they are not talking about individuals. hayaongei kuhusu watu binafsi, It is about the family. ni kuhusu familia. Yourself, Wewe mwenyewe, your nuclear family, ile familia yako ya baba na mama na watoto, your brothers and sisters, na kaka zako na dada zako, your in-laws, na wale wakwe wako, when they prosper, wanapofanikiwa, when they are established, wanapodhibitishwa, you are also at peace. vile vile wewe una amani And you can move on with ministry. na unaweza kusonga mbele na huduma. But if there are issues Lakini kama kuna mambo magumu na mambo si which have mazuri not been dominated, ambayo hayajatawaliwa, then you find your peace is stolen. basi unapata ya kwamba amani yako imeibiwa, And you begin to lose on key things. na unaanza kupoteza mambo makuu ya muhimu. We are teaching this so that we may pray and secure. Tunafundisha haya ili tuweze kuomba na tuweze kulinda. Even as we get into the CCI week of prayer next week, Hata tunapoingia katika juma la maombi ya CCI juma lijalo, between Monday and Sunday, kati ya Jumatatu na Jumapili, as per the calendar, kulingana na ule utaratibu ama kalenda, 3 a.m. to which other time? To 3 p.m. saa 9 asubuhi mpaka saa 9 za alasiri, Then 3 p.m. to 3 a.m. na kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 9 saa We will asubuhi. be praying, and one item has to be securing the family. Tutakuwa tunaomba na jambo moja la kuombea ni kulinda familia. If you fully obey the Lord your God and carefully follow his commands I give you today, the Lord your God will set you above all the nations on earth. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. So obedience equals to being set high above other nations. Kwa hivyo utiifu ni sawasawa na kuwekwa juu ya mataifa yote. Just one thing. Jambo moja tu peke yake, Obedience. utiifu. I thought about it Nikaifikiria and I said, God help us. na nikamuuliza Mungu atusaidie. If this is what it means, Kama hivi ndivyo inamaanisha, there is nothing else here. It is obedience. hakuna kitu kingine hapa, ni utiifu. Verse 2. Mstari wa 2, All these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Let us just read together, reading as a blessing. Wacheni tusome sote pamoja, kwa sababu kusoma pamoja kuna baraka. Follow this when you are there. Basi fuata haya ukiwa hapo. Another version says the blessings will overtake you. Na nyingine ya Biblia inasema kwamba zile baraka zitakimbiza nawe na zikupite. May you be overtaken by blessings in the year 2022. Wewe ukakimbizwa na baraka zikufuana zikupite katika mwaka
wa 22. Hapo inasema nini kwa Kiswahili? Ni kukimbizwa. Mstari wa pili. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana. Yes, kukujilia na kukupata. Amen. Verse 3. Mstari wa 3. You will be blessed in the city and blessed in the countryside. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Amen. Amen. I desire this. Natamani haya. May the city people be blessed. Watu wa mji wakabarikiwe. The country people be blessed. Watu wa mashambani pia wabarikiwe. Verse 4. Mstari wa 4. All these blessings. Baraka hizi zote. The fruit of your womb, we have begun now with the family, will be blessed. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Sasa hapo tumefika katika familia. If you have any fruit of the womb, kama unatunda ama uzao wa tumbo lako, it shall be blessed. Litabarikiwa. No argument about it. Hakuna mjadala kuhusu hayo. No sorcery can change it. Hakuna uchawi unaweza kubadilisha. We shall not allow anything to change it. Hatutaruhusu chochote kiibadilishe. In the year 2022. Katika mwaka wa 22. We are going back there to the blessing of the womb. Tunarudi pale tena katika baraka za uzao. Even the crops of your land and the young of your livestock, the calves of your herds and the lambs of your flocks will be blessed. Na uzao wa nchi yako na uzao wa nyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Literally everything. Hakika kila kitu. 5. Your basket and your kneading trough will be blessed. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Whatever you do to eat will be blessed. Chochote ambacho utafanya kitabarikiwa. Number 6. Mstari wa 6. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. In other words, you will be blessed always. Utabarikiwa ingiapo, utabarikiwa na utokapo. Maana nyingine kwamba utabarikiwa wakati wote. When you come in and when you go out. Unapoingia ndani na unapotoka nje. May the Lord bless. Bwana Mungu akubariki. We want to make this one our family prayer. Tunataka kusababisha hii iwe maombi ya familia. Verse 7. Mstari wa 7. The Bible says, Biblia inasema, the Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. This year, mwakani huu, any enemy rising against any one of you, adui yote ambaye anainuka kinyume na yeyote wenu, shall be defeated when you are seeing. Atashindwa mkiona. Amen. Amen. They will not be defeated in your absence, in your presence. Watashindwa katika kutowepo kwako, watashindwa katika kuwepo kwako. They will come at you from one direction but flee from you in 7 ways. Watakutokea kwa njia moja lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. May your enemies never agree. Maadui zako wasije wakakubali. They can meet but they will never agree. Watakutana lakini hawataafikiana. They may plan for you, they will not agree in the year 2022. Wanaweza kupangia lakini hawatakubaliana, hawatasikizana katika mwaka 22. 8. Mstari wa 8. The Lord will send a blessing on your barns and everything you put your hand to. Everything you put your hand to will be blessed. Bwana ataiamuru baraka ile ije juu yako katika ghala zako na mambo yako yote utakayotia mkono wako. Everything you are going to do as a family. Chochote ambacho mtafanya kama familia. May the Lord bless it. Bwana Mungu akibariki. Everything. Chochote. Amen. Amen. Everything. Kila kitu. We need these blessings. Tunahitaji hizi baraka. Everything. Kila kitu. You know this is not the work of man. It is the work of God. Na unajua hii si kazi ya mtu. Hii ni kazi ya Mungu. We have obeyed.
tumetii. We come for these meetings. Tunakuja katika mikutano hii. We are tithing. We are obeying God. Tunatoa zaka, tunamtii Mungu. These things must happen. Mambo haya lazima yafanyike. The Lord your God will bless you in the land he is giving you. Bwana Mungu atakubarikia katika nchi akupayo. Whichever land he gives you, you are blessed. Nchi yoyote ambayo atakupa utabarikiwa. 9. The Lord will establish you as a holy people, as he promised you on earth, if you keep the commandments, the commands of the Lord your God, and walk in his ways. The issue here is blessings comes through obedience. Basi jambo hapa ni kuhusu baraka zinakuja kupitia utiifu. 10. Mstari wa 10. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. May people fear you. Mataifa yote ya dunia watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako, na watu wote wawe na hofu juu yako. People will not joke around with you. Watu hawatacheza na wewe. Because they will know that you are called by the name of the Lord. Sababu watajua ya kwamba umeitwa kwa jina la Bwana. May the Lord raise a church. Bwana Mungu ainue kanisa. Which people know they are called by the name of the Lord. Balo watu wanajua ya kwamba wameitwa kwa jina la Bwana. 11. Mstari wa 11. The Lord will grant you abundant prosperity. Let this be your portion. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri, na hii iwe sehemu yako. In the fruit of your womb, katika uzao wa tumbo lako, the young of your livestock and the crops of your ground, in the land he swore to your forefathers to give you. Na uzao wa nyama wako wa mifugo, na uzao wa nchi yako katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako kwamba atakupa. 12, we are closing at 14. Mstari wa 12 tutamalizia 14. The Lord will open the heavens. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri. May your heavens open. Nayo ni mbingu, na mbingu yako ikafunguka. May your rain come in season. Na mvua yako ikaje katika majira yake. May the work of your hands be blessed. Na kazi ya mikono yako ikabarikiwe. This year you will lend to many nations, but you will borrow from none. Katika mwaka huu utawakopesha mataifa mengi, lakini wewe hutakopa yeyote. When you see you lending to people, I want you to know you are on the right track. Ukiona unakopesha watu, ningependa ufahamu ya kwamba ukatika njia ya sawa. You will have excess. Utakuwa na wingi to give, na kingi cha kutoa, to bless other people, cha kubariki watu wengine, to become a blessing. ya kufanyika baraka. Receive it in Jesus' name. Ipokeeni kwa jina la Yesu. 13. Mstari wa 13. The Lord will make you the head and not the tail. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia. This is your portion. Sasa hii ni sehemu yako. You shall not be the tail. Wewe hutakuwa mkia. I pray that none of you will be the tail. Naomba ili kusiwe na mmoja wenu akiwa mkia. You are going to be the head. Mtakuwa kichwa. Amen. Amen. If you pay attention to the commands of the Lord, your God, that I give you this day, and carefully follow them, you will always be at the top. Never, never, never at the bottom. Nawe utakuwa juu tu wala hui chini, utakapoyasikiliza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo hivi leo, kuyaangalia na kuyafanya, mara zote ukawe juu. Receive it in Jesus' name. Ipokeeni kwa jina la Yesu. 14. Mstari wa 14. Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right, to the left, following other gods and serving them. Msipokengeuka katika maneno niwaamuruyo leo kwa lolote, kwenda mkono wa kuume wala kushoto, kwa kuifuata miungu mingine na kuitumikia. Can you whisper a prayer to God? Basi ukafanye ombi kwa Mungu, to bless you with a spirit of obedience.
akubariki na roho wa utiifu, resounding the vision. Go back to obedience in your heart. kurejelea yale maono ukarudi katika kutii moyoni mwako. Father, grant us the spirit of obedience. Bwana tupatie roho wa utiifu. Repent of every rebellion, Tubu juu ya kila kugairi na every kutii, cheating, every trick in life. Repent of it. kila udanganyifu na utapeli wote, tubu juu yake. Pray for a new start. Omba kwa mwanzo mpya, A new start of obedience. mwanzo mpya wa utiifu, Obedience in everything. utiifu katika kila kitu, In the name of Jesus. jina la Yesu. Teach us obedience, O God. Utufundishe utiifu wewe We Mungu. desire to live in obedience. Tunatamani kuishi katika utiifu, To obey your voice. kutii sauti yako, To hear your voice. kusikia sauti yako. This is a turning point, church. Huu ni wakati wa Somebody make a kanisa. prayer. Mtu akaombe, Refuse to be proud. kataa kuwa na kiburi. Instead, pray that you may be obedience. Badala yake omba ili uwe mtiifu. Father, we seek humility. Bwana tutafuta unyenyekevu. We pray that this thing called obedience Omba ili hili jambo linaloitwa utiifu may be part of our life, kawe sehemu ya maisha yetu, that we may tap the blessings of Deuteronomy 28:1 to 14. ili tukaweze kupokea baraka za Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza mpaka In 14. the mighty name of the Kwa Lord. jina kuu la Bwana. We receive it in our families, Tunaipokea katika jamii zetu, that we are going to be at the top, ya kwamba utakuwa that kileleni, we shall never be the tail, ya kwamba tutafanyika mikia and we remain blessed. na tutasalia tukiwa In tumebarikiwa. Jesus' name I pray. Kwa jina la Yesu nimeomba. Say amen. Sema amina. Never joke with a prayer like that. Usiwahi cheza na maombi kama hayo. Actually, many people Hakika watu changed wengi, because of one prayer they made. watu wengi walibadilika kwa sababu ya ombi moja ambalo walilifanya. And I don't know how the Lord led me here. Sijui ni kwa nini Bwana ameniongoza mpaka hapa. I was compelled to declare these blessings. Nililazimishwa kutamka baraka hizi. They are yours. Ni zako, Receive them. zipokee. Let your family receive them. Wacha familia yako izipokee. Now, there are enemies Kuna maadui to the family establishment. wa kudhibitishwa kwa familia. Enemy number one, Adui wa kwanza we call it jealousy from other people. namuita wivu kutoka kwa watu wengine. Jealousy and envy are synonyms. Wivu, Yeah, those ones, they mean the same thing. wivu. Why was Joseph hated? Kwa nini Yusufu alichukiwa? According to Genesis 37:8. Kulingana na Mwanzo 37 mstari wa 8. Joseph is hated. Yusufu amechukiwa. His brothers said to him, do you intend to reign over us? To dominate us, to rule us? Will you actually rule us? And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. I want to tell you why jealousy is an enemy and why you must not allow it to continue reigning. Nataka kuambia ni kwa nini chuki ni adui, na kwa sababu wewe haustahili kuiruhusu ikaishi. Hata sio chuki, kuna hii jealousy. Tumesema ni nini? Ni wivu. Wivu. Yeah. Wivu. Now, the brothers of Joseph knew that this guy is going to raise up. Ndugu zake Yusufu walijua ya kwamba jamaa huyu atainuka. And they began to speak. Na wakaanza kuongea. I have told you several times. Nimekuambia mara nyingi. Do not ignore what jealous people say about your dream and about you. Do not ignore.
Usipuuze vile watu wenye wivu wanaongea kinyume na ndoto yako. Usipuuze. Because what they say can easily be established. Kwa sababu kile wanasema kinaweza kuthibitishwa kwa urahisi. Actually, if it was not for this jealousy, the blessing of Joseph would have come a bit earlier. Hakika kama haingekuwa kwa sababu ya wivu huu, baraka zake Yusufu hata zingekuja mapema. In preaching, in homiletics, we are told to also look at another side. Although Joseph was blessed, the road to his blessing because of jealousy was a bit tough. Hata ingawa Yusufu alibarikiwa, lakini ile barabara yake ya kubarikiwa ilikuwa ni ngumu. Because of jealousy. Kwa sababu ya wivu. I want you to look at your life and your lineage and your family, and you will see it. I want you to look at it now. Nataka uangalie maisha yako na maisha ya ukoo wako na familia yako na utaiona. There are people seated in this meeting who are suffering not because of any other reason, because of jealousy. When some people, even in their family circle, saw that they are going up, they began to speak, and these people forgot that they were supposed to deal with an enemy called envy or jealousy. Na watu ambao wameketi hapa na wanateseka ni kwa sababu katika familia kuna watu ambao wako na wivu na wamewazuia mahali wanastahili kwenda. The devil, Shetani, is the ruler of this world. ndiye mtawala wa dunia hii. It is known, it is biblical. Na inajulikana hivyo hata ni kibiblia. And when you are going up, Na unapoenda juu, I want you to know jealousy is an enemy of your family. ningependa ujue ya kwamba wivu ni adui ya familia yako. One of the parents here sent me an offering this week. Mojawapo wazazi hapa alitumia sadaka katika juma hili. They sent to me. Wakanitumia sadaka. They told me they are taking a child to a certain level of academic progress. Wakaniambia wanapeleka mtoto wao kwa kiwango kingine cha kielimu. And they told me pray. Na wakaniambia omba. And it dawned upon me, these are things I have spoken. Basi ikaja nikapata nuru na vitu ambavyo nimeongea. Every new level as a devil, you know, it needs to be dealt with. Ya kwamba kila kiwango kipya kina pepo, kina shetani na anastahili kushughulikiwa. And you know, we assume Na unajua tunaassume that my daughter has graduated, you know, or even the daughter themselves, they think we are going on with life. I want you to know, as a family, jealousy from other people can affect you. Ningependa mjue kama watu wa familia kwamba wivu unaweza kuadhiri watu. And I want you to look at it. Na ningependa uiangalie. Anytime you declare, or anytime people see you are doing a new thing, they begin to envy you, and whatever they do in secret can affect you. That's why we have come today to declare that we are going to deal with this enemy. Wakati wowote unapoanzisha kitu, basi kuna watu ambao wanakuwa na wivu na wanaenda kinyume na hiyo, na ndio sababu tumekuja leo tuweze kutangaza na kuvunja kitu hiki. So we are bringing a revelation to you. Kwa hivyo basi tunakuletea ufunuo. That envy brings hopelessness and depression. That is one effect. Ya kwamba wivu unaleta kutokuwa na matumaini na kukata tamaa. Look at the way some of the people are hopeless. They have no hope because jealousy came in. Angalia vile watu wengine, baadhi ya watu wamepoteza tumaini kwa sababu wamepoteza, hawana tumaini. No, jealousy came in. Kwa sababu wivu ulifanya kuingia.
it limits your power Wivu unazuia nguvu zako so that you may concentrate on less important things. ili ukaweze kuangalia na kutazamia sana vitu ambavyo havina muhimu sana. So hopelessness, limitation of your power. Kwa hivyo kutokuwa na matumaini, kuzuiliwa kwa nguvu zako. Actually, some people now have taken the war or the warfare to another thing which is less important because they realized there is jealousy, there is talking about them, there is, meetings about them, and now they go again to counteract that physically. Hakika sasa watu wamechukua vita vile wakavipeleka mahali pengine kwa sababu wametambua kuna wivu, na hivyo basi wamechukua hivyo vita katika hali ya kimwili wakaenda kupigana mahali kwingine. Number C, jealousy brings bitterness. Ya tatu ama ya cha, wivu unaleta uchungu ama hasira. Look at the bitterness that has caught up with you. Angalia zile hasira ambazo zimekushika. You even postpone to go to some places because you are bitter. When you see some people who expressed jealousy, you are very bitter. Hata unaahirisha kwenda maeneo mengine ama mahali kwingine kwa sababu unapoona wale watu ambao waliweza kusababisha huo wivu. Some of them have even gone to witch doctors, and wengine wao hata wameenda kwa waganga, and unajua. You are bitter. Na wewe una hasira, una chuki. The last one, it brings disunity in a family, and a family which is divided cannot win. Ya mwisho inaleta mgawanyiko katika familia, na familia ambayo imegawanyika basi haiwezi kupata ushindi. So we have to fight. Kwa hivyo basi lazima tupigane The spirit of jealousy. Tupigana roho wa wivu. It can even come in your place of work. Naweza kuja hata mahali ambapo unafanyia kazi. When your boss is talking about how good you are. Wakati bwana wako, bosi wako wanaongea vile wewe unafanya kazi vizuri, the other guys will have a problem. Wale watu wengine watakuwa na shida. Yeah, they will have an issue with you. Watakuwa na jambo nawe. And they will work for your downfall. Na watafanya kazi ili wakuangushe. And they say things which are not true. Na waseme vitu ambavyo si vya ukweli. Jealousy can bring somebody down. Wivu unaweza kuleta mtu chini. Even a family. Hata familia. I pray this evening. Naomba usiku wa leo. That everywhere jealousy is creeping in. Ya kwamba popote ambapo wivu unaingilia. At family level. Katika kiwango cha familia. Whichever other level. Na kiwango kile kingine. Anybody associated with this altar. Yote ambaye anahusiana madhabahu haya. Shall not suffer the problems of jealousy. Hata teseka shida za wivu. We break it in the name of Jesus. Tunaivunja kwa jina la Yesu. Somebody shout hallelujah. Mtu pasa sauti sema hallelujah. Number 2. Ya pili. The spirit of the strong man. Please put it like that. Roho wa mtu mwenye nguvu. The spirit of the strong man. Roho ya mtu mwenye nguvu. Listen to me carefully. Nisikilizeni vizuri. We are helping us to know how to pray. Tunajisaidia wenyewe jinsi ya kuomba. And today we are just going to handle these two. Na leo hii tutashughulikia hizo mbili. Matthew 12:29 Jesus says. Mathayo 12 mstari wa 29 Yesu akasema. Look at what Jesus says. Angalia vile Yesu anasema. 12:29. Mathayo 12 mstari wa 29. How can anyone enter a strong man's house and carry off his possessions unless he first ties up the strong man? Then he can rob his house. Ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. If you want to possess the blessings we have talked about. Kama unataka kumiliki zile baraka ambazo tumeongea kuhusu. Long time ago I used to know the total number. I have not checked, but there are several blessings we have listed
in Deuteronomy 28, 1 to 14. Kitambo nilikuwa najua orodha ya baraka zote ambazo ziko katika Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa kwanza hadi 14. If you want to secure these blessings for the family, Kama unataka kupokea hizi baraka kwa niaba ya familia, identify the strong man. wewe tambua yule mtu mwenye nguvu. Every challenge you are facing today Kile changamoto ambacho unakabiliana nacho leo is caused by a strong man. kinasababishwa na mtu mwenye nguvu. We've not said a man, we have said a strong man. Tumesema mtu mwenye, hatujasema mtu, tumesema mtu mwenye nguvu. So it is my responsibility to identify where there is a strong man. Kwa hivyo ni jukumu langu nitafute, nijue, nitambue ni wapi ambapo kuna huyu mtu mwenye nguvu. As a Christian, Kama Mkristo, then when you know the strong man, basi ukishamtambua na kumjua yule mtu mwenye nguvu, you now work to tie him. Here it is about tying him. sasa unafanya kazi ya kumfunga, kwa sababu hapa ni shughuli ya kumfunga. That's why you hear sometimes people pray, Satan, I bind you. Although people may not know the meaning of that, Satan, I bind you. Until one brother was binding him in the morning, in the noontime, in the evening, and the neighbors were wondering, when will you ever release him? you Ndio sababu have really utasikia bound him. watu wengine wakiomba wakimfunga shetani. Hata ndugu mwingine alikuwa anamfunga asubuhi, adhuhuri, jioni, na watu wakawa wanashangaa, sasa huyo mtu ambaye amefungwa hivi atakuja kufunguliwa lini? We have to bind the strong man. Twastahili kumfunga huyu mtu mwenye nguvu. And if you want to know a strong man, Na kama unataka kumjua mtu mwenye nguvu, you can look at the generation unaweza kuangalia kile kizazi and you see how the family has been behaving and the things which are affecting them, and you get to realize this one is not a normal thing, this one is a strong man. na uone vile familia imekuwa ikiendelea, ule utaratibu na mama wamepitia, na mwisho uje kujua ya kwamba hapa kana ama huyo ni mtu mwenye nguvu. To be sincere, the thing that you are lacking and you are supposed to have is with a strong man. Kwa hakika na kuwa kwa mtu muhakika wa ukweli ni kwamba kile kitu ambacho umekosa kiko na mtu mwenye nguvu. That is why we talk about a gate man. Somebody who is standing at the gate where you are supposed to enter. There were men at the gate of Jericho, and yet Israel was supposed to capture the city of Jericho, but they were gate men. Hii ndio sababu tunaongea kuhusu mtu ambaye amesimama kwenye lango na unastahili kupita kwenye lango hile, na ndio sababu wana wa Israeli walikuwa na watu ambao walikuwa wamesimama kwenye lango la Jericho, na iliwabidi wapitie katika hilo lango. Anything that you have tried and it is not working, Chochote ambacho umefanya, umejaribu na kifanyi kazi, identify the strong man. tafuta na utambue yule mtu mwenye nguvu. I saw on media somebody was praying for a family, and there were 6 girls or children, ladies who were not married in that family, and the aunt confessed that she did something evil. I think she went to witch doctors. That's what I saw her saying. And she said she tied them and they cannot get married. Basi nikaona katika mtandao mtu akiombea familia, na pale kuna wasichana 6 ambao hawajaolewa, na yule anti yao akaja kusema kwamba kuna ushirikina alifanya, mambo ya uchawi, alisema kwamba amewafunga na hawezi wakaolewa. They were really crying. Hakika walikuwa wanalia. They are beautiful, they are successful, but even their brother was crying. They cannot get married until the aunt confessed what she did. Ni wazuri, ndugu yao anajali, analia sana akiwaombea,
mpaka ule wakati shangazi yao akaja kukiri ya kwamba kuna kitu alikuwa amefanya. And by the power of high anointing, they were delivered and things began to happen. Na kwa nguvu za upako ulio juu, basi hiyo kitu ikavunjwa na mambo yakaanza kutendeka. I want us to take these things seriously. Ningependa tuchukulie jambo hili kwa hali ya kumaanisha. Look at that thing which has been a mountain. Angalia kile kitu ambacho kimekuwa ni mlima At family level. katika kiwango cha familia. You realize there is a strong man. Unatambua na unaonelea kwamba kuna mtu mwenye nguvu. Then move now by the power of the word we are speaking today. Engage this weapon we are speaking today. And spiritually, because your weapons are not carnal, they are not, they are powerful, they are spiritual, they are not carnal. When you engage those weapons of warfare and you tie that strong man, then you are going to possess the thing the strong man is holding. Basi ukashirikishe zile silaha ambazo tunatumia ambazo zina nguvu, ukafunge huyu mtu mwenye nguvu, na ukimfunga basi mambo yataanza kutendeka. Even if it is a territorial demon. Hata kama ni pepo la kieneo. I went to a place and I got a revelation and I shared with some brethren. I told them, this place we are in, there is a spirit which is against families. Basi nikaenda katika mahali fulani na nikaambia wapendwa, baada ya kupata ufunuo ya kwamba hapa katika eneo hili kuna utawala wa kipepo na hili pepo linaadhiri familia. And it is against families actually. Iko kinyume kabisa. Yuko kinyume cha familia kabisa. And we began to look at things. Na tukaanza kuchunguza mambo. The separated families were around 5. Zile familia ambazo walikuwa wameachana zilikuwa karibu 5. Those who had lost their spouse were around 3. Wale ambao walikuwa wamepoteza labda mke ama mume walikuwa karibu 5. Another one had separated with a wife when they are very young, and when the wife went, their child died in the hands of the separated wife. Only 2 years or even less of marriage. Mwingine alikuwa ametengana mke wake, na baada ya miaka miwili yule mtoto ambaye alikuwa naye akafa katika mikono ya huyo mke wake, na walikuwa tu wameoana kwa muda wa miaka miwili hivi. Immorality was also rampant. Usinzi nao ulikuwa mwingi. So everything was against a family. Kwa hivyo kila kitu kilikuwa kinyume na familia. If you are sent to such an environment, kama umetumwa katika mazingira kama hayo, you can even be a head of a department of around 6 people or 4 people. And when you look at where you are heading that department, you look at it and you say, yes, there is a problem here. Naweza kuwa umesimamia idara ya labda watu 6, na ukichunguza vizuri unaweza kuona kweli kabisa kuna shida hapa. Do not ignore. Usipuuze. That is why we stopped joking. Hii ndio sababu tuliacha mchezo. And we don't put anything on our status. We have decided it can look like a joke, but it is a serious stronghold holding people. Na hatuweki kitu katika mtandao, lakini tunaiangalia vizuri, tunaona ni kitu ambacho kinawafunga watu, kinawakwamisha watu. Yeah. These things are strongholds. Mambo haya ni ngome. And every area you will find a strong man somewhere. Na kila eneo utapata mtu mwenye nguvu mahali. Don't ignore. Usipuuze. Bind that strong man. Funga huyo mtu mwenye nguvu, so that you can possess that which belongs to you. Ili ukaweze kumiliki kile ambacho ni chako. And I have realized children also may not know how to tie these things, so they need another man with knowledge, either a parent, a uncle, or even somebody to really tie that person on their behalf. Na nimetambua watoto labda hawezi wakafunga huyo mtu mwenye nguvu, lakini wanahitaji mtu mkubwa
mtu ambaye anaelewa mtu kama mzazi, ndugu ama mjomba, shangazi, ambaye anaweza kuwasaidia kufunga huyo mtu mwenye nguvu. And these things can be witches, they can be ancestral spirits, they can be covenants, they can be altars. All these can be the things. Mambo haya yanaweza kuwa ni ushirikina, yanaweza kuwa ni vilana ya vizazi, vizuizi, mambo mengi. Even covenants. Hata maagano. A certain covenant can stop everything. Agano fulani inaweza kusimamisha kila kitu. So look at things and really establish. Kwa hivyo chunguza vitu na hakika utambue. Where did this one come from? Hii inatoka wapi? And because we have another pillar among the 7 which talks about hearing the voice of God. Na kwa sababu tuna nguzo nyingine katika zile nguzo 7 ambayo inaongea kuhusu kusikia sauti ya Mungu. Then you will hear, you will get a revelation. Basi utasikia na utapata ufunuo. And know that I have realized where it has come from. Na ujue ya kwamba nimetambua, nimepata mahali imetoka. You can join hand with somebody. You can agree together even when you are fasting, and you can pray. Naweza kuunganisha, kushikana mikono pamoja na mtu, naweza kuungana pamoja na mnaweza kuomba. And when you pray, it is going to be over. Na mkiomba basi itaisha. It can even manifest in a small child. Naweza kudhihirika hata kupitia mtoto mdogo. At family level. Katika kiwango cha familia. Do not ignore. Deal with it. Usipuuze, kabiliana nayo. You use weapons like the name of Jesus. Natumia silaha kama jina la Yesu. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. The sword of the Spirit, which is the word of God. Upanga wa rohoni na ndiye neno la Mungu. Power of the Holy Spirit, which is revelation. Nguvu za Roho Mtakatifu ambazo ni ufunuo. And you can also use the weapon of your tongue. Your tongue is a weapon. There is power in spoken revelation. Na unaweza kutumia ulimi wako kama silaha, sababu kuna nguvu katika neno ambalo limetamkwa, inaleta ufunuo. The name of Jesus. Jina la Yesu. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. The sword of the Spirit, which is the word of God. Upanga wa roho nayo ndiyo neno la Mungu. The power of the Holy Spirit giving you revelation. Nguvu za Roho Mtakatifu zikupatia ufunuo. Your tongue, spoken word, spoken revelation. Ulimi wako ambao ni maneno ya kutamka, maono ya kutamka. And we need to be broad, like you need to look at your immediate family, you need to look at your in-laws, you need to look at the same blood people. Be broad. Tunahitaji kuwa pana sana, twende pana sana, tukiangalia familia, wakwe zetu na familia yote ambao ni jamaa yote. So look at the family. Kwa hivyo angalia familia. Don't ignore your uncles who keep on talking. Usipuuze ami zako ambazo wazidi kuongea. Don't ignore what your grandfather and mother is saying. Usipuuze kile babu na nyanya zako wanasema. Keep on dealing with these issues. Zidi kukabiliana na vitu hivi. Because a strong man might have come there. Kwa sababu mtu mwenye nguvu anaweza kuwa ametoka hapo. So I want you to look at this stagnation. Sababu basi ningependa uone huku kukwama. Where has it begun? Kukwama huku meanza wapi? Identify the strong man. Natambua yule mtu mwenye nguvu. And deal with them. Na ukabiliane na wao. And can I say with finality, Deuteronomy 28:1-14 can be achieved. Na niseme kwa nguvu sana, Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 1 hadi wa 14 inaweza kutimizwa. It can be achieved. Itatimizwa. Amen. Don't accept another communication. Usikubalie mawasiliano mengine. Don't even think it is a Old Testament issue. Hata usifikiria kwamba ni mambo ya Agano la Kale. He can abound all grace. Anaweza kuzindisha neema yote. God can release all the grace. Naweza kuachilia neema yote. And you have sufficiency always. Na upate utoshelevu kila wakati. To abound in every good work. Ukadumu katika kila kazi njema. So these blessings. Kwa hivyo baraka hizi 1-14 can be yours. Ya kwanza mpaka ya 14 zinaweza kuwa zako. The formula is start with obedience. Ule utaratibu ni uanze na utiifu. After dealing with that, look at where else you can bind a strong man,
where else you can deal with the enemy of a family and deal with them squarely. Baada hayo uone ni uchunguze ni wapi pengine ambapo unaweza kuona huyo mtu mwenye nguvu ukamfunge hata katika kiwango cha familia. One of these Sundays I will be talking about building the spirit man in you. Mojawapo wa Jumapili hizi nitakuja kufundisha juu ya kujenga yule mtu mwenye nguvu ndani yako. So that you may also hear the voice of God. How do you feed your spirit man? Vile unaweza kumlisha mtu wako wa ndani wa roho. So that the spirit man in you can deal with those other issues which are also against you. Because the body you are seeing today is like just a container of the real person. The real person is inside you. If they are fed well, then they get the power to fight spiritual battles. Yule mtu halisi anaishi ndani yako na akilishwa vizuri basi ataweza kupigana vita vyako vyote. That is why however much they oppressed Paul, they pressed him left and right. There is a place he's saying we are pressed everywhere, left, right and center, but we are still strong. Na ndio sababu hata zaidi ya vile walivyomfinya Paulo, yeye kuna mahali amesema kwamba wakafinywa kutoka pande zote, kwa hivyo aliibuka tu akiwa mwenye nguvu. Amen. Mtu wa ndani. And you see, if you sit somewhere, that is, I take advantage when I'm alone wherever I stay, because I am alone. If you just sit somewhere and you allocate yourself 1 hour and you are telling God, I need you, God. I need you. You know that way God comes in your life in a great way. Unajua tu ukikaa mahali pako peke yako na kwa saa moja tu uambie Mungu na kuhitaji. Holy Spirit, I need you. Roho Mtakatifu na kuhitaji. You know, there is no pretense there. Na unajua hapo sasa hakuna kujifanya. There is no great vocabulary. Hakuna maneno ya kizungu makubwa. Hakuna msamiati hapo sasa wa Kiingereza hakuna. Yeah. There is no this language of Father in the might. You are there. God, I need you. Sasa uko hapo unaambia Mungu na kuhitaji. Holy Spirit, I'm here. Roho Mtakatifu niko hapa. I am not good. Mimi sio mwema. When did you last do that? Wewe lini ulifanya hivyo? And you say exactly what you are. Na useme vile wewe ulivyo. You will see how the spirit man in you will be strong, and everybody will be wondering, what do you use? Utaona vile yule mtu wa roho anaishi ndani yako atakuwa mwenye nguvu, na kila mtu mwingine atakuwa anashangaa wewe una like the way ladies change, they can apply something and every other lady is asking their colleagues, what product are you using? So everybody will be wondering, what kind of a thing are you using to be strong? And we are in the same economy, we are in the same world. Kumbe, you release yourself before the Lord and you were real. And the spirit man was fed. And you woke up there when you are strong. Ukajiachilia wewe mwenyewe mbele za Mungu, na mtu wa ndani, mtu wa rohoni analishwa na akawa na nguvu. May the Lord help us. Bwana Mungu atusaidie. Can we do these two things practically? Let us raise up. Basi na tukasimame tufanyishe kwa matendo mambo haya mawili. I want us to fight every jealousy. Ningependa tupige vita kila aina ya wivu. From close family members, from other leaders. Don't think the way they cheer you, the way they give you the kufua, it may not be true. Usifikirie vile wanakupatia kifua ati ni nzuri, inaweza kuwa si kweli. So can we raise up our hands? Kwa hivyo basi tuinueni mikono yetu. Sema nyuma yangu, Bwana Yesu kwa Kiswahili. Sema, Bwana Yesu, naja kwako. Nimetambua roho wa wivu ni mbaya kwa maendeleo ya familia yangu. Sema, nasimama kinyume na kila roho wa wivu kutoka kwa watu ninaowajua na kutoka kwa watu ambao siwajui. Napinga huyu roho, na mkataa huyu roho, na muhamisha roho huyu
kutoka kwa maisha yangu, maneno waliosema, vitu walivyotamka, wivu waliotembea nao juu ya watoto wangu, juu ya familia yangu, juu ya wazazi wangu, juu ya ndugu zangu, hata na dada zangu. Nakataa kila roho wa wivu anayefanya kazi katika nyumba yangu, katika jina la Yesu. Roho wa wivu na kuhamisha leo, toka katika familia yangu, toka katika maisha yangu, toka katika nyumba yetu. Hautafanya kazi mwaka huu wa 2022. Naama kutoka kwako na kuhamisha kutoka kwangu. Nafungua watu wa nyumba yangu wakapokee baraka, baraka za Kumbukumbu la Torati 1 mpaka 14. Nazifanya kuwa zangu katika jina la Yesu. Anza kudai baraka hizo sasa, anza kudai. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, tunaamrisha hizi baraka zikawe ni zetu, zikawe ni zetu, zikawe ni za kanisa katika jina la Yesu. Hakuna baraka hata moja itapita familia iliyo chini ya usemi katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, ninaomba ukanyooshe mkono wako wa neema, mkono wako wa kubadilisha, mkono wako wa kuinua. Ninavunja roho wa wivu, roho wa wivu, roho wa wivu anayefanya kazi katika familia za wapendwa katika jina la Yesu. Leo hii Bwana, ninaomba kuhamishwa kwa huyu roho, kuhamishwa kwa roho wa wivu katika jina la Yesu. Kila familia iliyo chini ya sauti yangu itasimama, itaendelea, watu wataishi. Roho wa kifo ninamuharibu katika jina la Yesu. Roho wa uchungu ninamkemea katika jina la Yesu. Roho wa ukosefu wa umoja ninamkemea katika jina la Yesu. Roho wa magonjwa ninamkemea katika jina la Yesu. Roho wa kukosa matumaini ninamuharibu jioni ya leo katika jina la Yesu. Magonjwa yasiyopona, kifo cha mapema, mnaama mchana wa leo, mnaama jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Mwaka wa 2022 tunaweka matumaini, tunaweka kuendelea, tunaweka kushinda. Kila ndoto ambayo imeotwa na mmoja wetu itakuja kutimia katika jina la Yesu. Na kila ndoto iliyokufa inainuka leo na kuanza kufanya kazi katika jina la Yesu. Wivu umeshindwa. Asante Mwokozi, pokea sifa na utukufu, maana zote ni zako. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu naomba na kuamini. Sema amen. Pigia Yesu makofi. Roho wa wivu ameshindwa. Inua hiyo mikono juu. Sema, kila mtu mwenye nguvu aliyekamata na kushika baraka za familia yangu, baraka za watoto wangu, baraka za ndugu zangu, baraka za wazazi wangu, kila mtu mwenye nguvu aliyeleta magonjwa, aliyeleta roho wa kifo, aliyeleta kuumia kwa moyo, aliyeleta uchawi, aliyeleta roho za kizamani, aliyeweka agano za kizamani, aliyesababisha madhabahu yafanye kazi katika familia yangu, sasa hivi na mkamata kwa imani, na mfunga kwa imani.
Sasa hivi namuhamisha na shida zake na umaskini wake na magonjwa yake na kulemewa kwake na kifo chake cha mapema. Ninamuhamisha. Ewe roho wa upinzani, ninakuhamisha. Ewe mtu mwenye nguvu uliyenizuia katika mambo ya ndoa, ninaharibu nguvu zako katika jina la Yesu. Uliyeleta uzinzi katika familia yetu, uliyeleta dhambi katika familia yetu, uliyeleta madawa ya kulevya katika familia yetu, uliyeleta divorce katika familia yetu, uliyeleta utengano, uliyeleta uchungu, uliyeleta vita, uliyeleta farakano. Ewe mtu mwenye nguvu, ninakufunga leo. Natumia silaha ya Roho Mtakatifu inayoleta ufunuo. Natumia silaha la jina la Yesu inayevunja ngome. Natumia silaha la neno la Mungu ambayo ni sword of the spirit. Natumia silaha ya ulimi wangu kuongea na wewe. Natumia silaha ambazo zina nguvu. Sasa hivi na kuamrisha, toka katika nyumba yangu, toka katika familia yetu, toka mahali pangu pa kazi, toka katika huduma yangu, toka katika kanisa yangu. Nimekufunga leo ama sasa katika jina la Yesu. Wapenda, tuanze kuhamisha. Hamisha huyu mtu na upokee baraka zako. Hamisha the strong man. Hamisha the strong man. We command now the strong man. Tunakuamrisha ewe mtu mwenye nguvu, hama leo na vitu vyako vyote. Tumekufunga, tumekuhamisha, tumekuondoa. Ondoka, ondoka, ondoka. Hauna nguvu tena, hauna nguvu tena, hauna nguvu tena. Maana umefungwa, maana umefungwa, maana umefungwa, maana umefungwa. Na unahama, unaondoka, unaondoka, unaondoka. Silaha la neno la Bwana, unaondoka. Silaha ambayo inaleta revelation, unaondoka. Damu ya Yesu, damu ya Yesu inakuondoa, inakuondoa. Nafunika kila familia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wataishi, wataendelea, wataendelea, watashinda nguvu za uchawi, watashinda nguvu za umasikini, watashinda nguvu za kuteremshwa, watashinda nguvu za stagnation katika jina la Yesu. Kila mtu aliye chini ya sauti yangu, ninamwombea jioni ya leo akapata nguvu za urejesho katika jina la Yesu. Restoration becomes our portion. Restoration becomes our portion. Everything that has been stolen, that has been taken by the enemy, the devil, is getting restored in the mighty name of the Lord. God of restoration, you are coming in the year 2022 to bring restoration in the mighty name of the Lord. We declare our season, our season, our season, our season of getting blessed, of getting lifted, of getting renewed, of a new beginning, of a new start in the name of Jesus. Nothing bad that happened in the year 2021 and the previous years is going to recur again. We declare a new start, a new start in the family establishment in the mighty name of the Lord. We are here to declare sorcery, you are powerless. Sorcery, you are
are undefeated. Covenants of men, you are undefeated. Human sacrifices and then kind of occultism, you are undefeated. In the name of Jesus, we declare tonight, it shall be well. It shall be well with the righteous, with the righteous, with the righteous. It shall be well. It shall be well. It shall be well. It shall be well. Let us use the weapon of the spoken word. Somebody begin to declare things. Begin to declare things. Announce things. Announce things. Tangaza vitu. Announce things. Announce things to your family, to your brothers, to your children. Declare things. Declare things. Prophesy to the month of January. Prophesy to all the months of this year. It shall be well. We declare. We declare. It shall be well. It shall be well. It shall be well. There will be no oppression. There will be no failure. There will be no useless fight. There will be no useless fight. Continue to announce. Continue to declare. Your tongue is a weapon. Use it now. Use it now. Use it now. Doors are opening. Things are happening. Blessings are coming. Breakthroughs are coming. New things are coming. New levels are happening. New things are happening. Your children are getting blessed. Your family is getting blessed. You are going to new levels. Every sickness is defeated in the name of Jesus. Even COVID-19 is defeated in the name of Jesus. Refuse to bury people. Refuse to bury people in the year 2022. Spirit of death, hear the voice of the Lord. We stop your operation. We stop your operation. You kill our pastors. You kill our people. You kill our people. We refuse your operation in the name of Jesus. Church, we have the power to stop the spirit of death. Let us fight the spirit of death. We have buried many people in our locality. It is time right now to stop every spirit of death. Somebody fight it. Fight it. We are fighting every spirit of death in the name of Jesus. In the name of Jesus. Fight your fighters. Fight your fighters. Fight your opposers. Your enemies who came in one way. The Bible says they are dispersing in 7 ways. Take a minute. Disperse your enemies. Let them go in 7 ways. Let them go in 7 ways. Let them go in 7 ways. It is our season to be blessed. We are not going to entertain enemies in our territories. We are binding every spirit of enmity in the mighty name of the Lord. Every unnecessary fight, we are breaking it tonight in the mighty name of the Lord. We continue to fight, engage in a warfare. Fight, fight, fight. Fight for your life. Fight for your destiny. Fight for your children. Fight for your relatives. Fight for this ministry. In the mighty name of the Lord. Enough is enough. We declare new steps. We declare new steps. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We secure the women in the house. In the name of Jesus. They shall increase. They shall be blessed. We secure the men in the house. They shall be blessed. We secure the youth. They shall be blessed. They shall be blessed.
watabarikiwa, They shall not be poor. hawatakuwa They maskini, shall not fear. hawataogopa, They shall overcome watashinda in the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Shalabalaba. Asante Yesu. Hilabakatabalaba. Shilalabalababa. Hilabakatelebase. Rakotamakalababa. Rabakashekelebega. You shall not die. Wewe utakufa, You shall not die. hautakufa, You shall live utaishi. to declare the praises of the Lord. Tangaza sifa za You Bwana. shall not die. Wewe hutakufa. Make that declaration. Tangaza I hiyo. will not die. Mimi I sitakufa, will live nitaishi to declare kutangaza the praises of the Lord. sifa zake Bwana. Remember somebody tonight. Kumbuka mtu usiku wa leo. Remember a suffering soul. Kumbuka ile nafsi ambayo Remember inakufa. somebody who is suffering. Kumbuka mtu ambaye anateseka. Remember the innocent young children. Kumbuka watoto ambao hawana hatia. Remember this country. Kumbuka taifa hili. Remember the church of Christ. Kumbuka kanisa la Kristo. We pray for this nation. Tunaomba hili taifa. Restore this nation Rejesha taifa hili. politically, Kisiasa, economically. kiuchumi. We pray for our city. Tunaombea miji yetu. Remember this city. Kumbuka mji huu. In the name of Kwa Jesus, jina la Yesu. we destroy every power Tunaharibu kila nguvu of the enemy, the devil. ya adui shetani. We break every power, Tunavunja kila nguvu, every altar of the enemy kila madhabahu ya adui in our city. katika mji wetu. In the mighty name of the Kwa Lord. jina kuu la Bwana. Father, we thank you Bwana tunakushukuru and we honor your name. na tunaliheshimu jina lako. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, God. Asante Mungu. You are mighty. Wewe ni mkuu. You are holy. Wewe ni mtakatifu. We worship you. Tunakuabudu. We exalt your name. Tunaliinua jina lako. We glorify your name. Tunalitukuza jina lako. Thank you for hearing our cry Asante kwa kusikia kilio chetu and doing a new thing. na kufanya jambo We jipya. thank you for the blessing Na kushukuru kwa baraka at family level. kwa kiwango cha We familia. thank you for raising us up Na kushukuru kwa kutuinua juu above every failure. zaidi ya kila kitu. We honor you Tunakuheshimu and we thank you. na tunakushukuru. I bless everyone. Ninabariki kila I mmoja commit them unto you. na waweka mbele zako. Let there be a new start Wacha kukawa na mwanzo in the year 2022. katika mwaka 22. Father, I pray Baba, the ninaomba oppressions ya kule of the kufinyiliwa previous years wa miaka iliyopita shall not prevail. hakutashinda. No weapon Hakuna silaha that worked before ambayo ilifanya kazi hapo is awali going to prevail. itashinda. We declare Tunatangaza we are more than conquerors. sisi tuko juu zaidi We ya are washindi. more than conquerors Tuko zaidi ya washindi in you, Christ. ndani yako Kristo, And in everything, na katika kila we jambo depend on you tunakutegemea for a mighty breakthrough. kwa upenyo This mkuu. we declare in the name of the Father, Ayatangaza kwa jina the la Son, and the Holy Spirit. Mwana, Roho And Mtakatifu. everybody shout unto the Kila Lord. mtu paza sauti kwa Shout unto the Lord. paza sauti kwa Celebrate him. Celebrate Shangilie, him. mshangilie. We celebrate you, Jesus. Tunakushangilia Yesu. Thank you, God. Asante Mungu. We honor you Tunakuheshimu and we exalt you. na tunakuinua. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. Give the Lord a hand clap. Pigia Yesu makofi. Amen. Amen. You can connect with this word with an offering. Naweza kuunganika na neno hii kwa sadaka, Even those who might be far away and they are connected with us. hata wale ambao mko mbali na mmeunganika nasi. See the number running on your screen. Ona ile namba ambayo iko katika kiwambo cha simu You yako. can send your M-Pesa. Unaweza kutuma M-Pesa. We give this offering. Tunatoa sadaka hii. Father, we thank you for this offering. Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya sadaka hii. We connect to the blessings of the family. Tunaunganika na baraka za And jamii we declare na tunatangaza the offering is going to make a way for us sadaka itatutengenezea njia and move us to new levels. kutuingiza katika viwango In vipya. Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. You can drop your offering Basi mnaweza kuleta sadaka in the zenu basket. katika vikapu. God bless you.